بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya fiqh. Tumefika katika mambo ambayo ni haramu kwa mtu ambaye ana janaba. Mtu ambaye ana janaba, tushaeleza maana ya janaba, yani mtu ambaye ametokwa na manii labda au amemwingilia mke wake. Kuna mambo ambayo ni haramu afanye, kama vile ambavyo mtu ambaye hana udhu kuna mambo ambayo ni haramu afanye, basi mwenye janaba vile vile kuna mambo ambayo ni haramu afanye. Jambo la kwanza ambalo ni haramu kwa mwenye janaba ni yale yote ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi, pia ni haramu kwa mwenye janaba. Mwenye hadathi tulisema ni haramu kuswali, ni haramu kuswali, ni haramu kutufu al-Kaaba, na ni haramu kushika mswahafu na kubeba mswahafu. Ni haramu haya mambo. Na tukaeleza ile tutasema maelezo yanayofungamana na kubeba mswahafu, ikiwa amekusudia mswahafu peke yake, au ikiwa amekusudia ile mizigo mingine, ikiwa amebeba mswahafu pamoja na mizigo, tukaeleza wakati huo. Basi hapa pia ni hivyo hivyo. Hukumu hapa kwa mwenye janaba ni hivyo hivyo bidhabt. Isipokuwa mara nyingine nafikiri tulieleza pia wakati tutazungumzia mambo ya hadathi, ni kuwa umeona mswahafu uko sehemu, labda utakatika, labda utachomeka, labda utaharibika, utadharaulika, basi pale ule mswahafu utaubeba hata kama hauna udhu. Utaubeba ili uweke sehemu ambayo mswahafu utaheshimika. Hayo nafikiri tayari yamepita. Sasa kwenye janaba pia ni hivyo hivyo. Yale mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi pia ni haramu kwa mwenye janaba, na kuna mambo mengine yameongezwa tayari. La kwanza ambalo limeongezwa baada ya yale mambo manne ni mtu kubaki msikitini, kuketi msikitini kwa muda. Ni haramu kwa mtu mwenye janaba. Mtu akiona janaba, akitokwa na manii, mfano amelala Ramadhani msikitini, itikafu, ametia nia itikafu, akatokwa na manii, labda ameota, yani lazima pale pale atoke. Lazima pale pale atoke, aende akaoge. Hafai kubaki msikitini. Hafai kubaki msikitini isipokuwa kwa dharura. Yani dharura, mfano ndio hivyo, ataka isipokuwa yani ikiwa kuna dharura, yani dharura yenyewe, mfano pale nje kuna vita, lau atatoka aende mpaka nyumbani kuoga, haitowezekana. Kuna vita pale nje, hakuna amani, hakuna usalama. Au labda mlango wa msikiti umefungwa, yeye amelala ndani na msikiti umefungwa, sasa mpaka angoje watu. Pale ni dharura, haina neno, hapati madhambi. Pale ni dharura, hapati madhambi. Kubaki msikitini. Ama kupita si haramu. Kupita si haramu. Ile kupita tu msikitini hivi bila ya kubaki pale, amepita, ameingia na mlango mmoja akatoka na mlango mwingine, ile baadhi ya maulama tu wanasema ni makruhu, wengine wanasema la, hii ni khilaful aula. Yani khilaful aula ni kinyume cha bora, yani si bora. Bora ni usipite msikitini, lakini sio haramu. Sio haramu. Kisha jambo jingine ambalo pia ni haramu kwa mwenye janaba ni kusoma Qur'ani. Na tukisema kusoma Qur'ani kwenye mwenye hadathi, tulisema kushika mswahafu ndo haramu. Hapa sasa tunasema kusoma Qur'ani ndo haramu. Mwenye hadathi ndogo, yani yule ambaye hana udhu, anaweza kusoma Qur'ani kwa moyo. Yani ukisema kwa moyo maanisha yani kwa hifdhi. Haseme hivi, kama mimi sasa hivi mimi siangalie mswahafu, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu, haina neno sawa kuitamka ile Qur'ani, madamu mimi naisoma kwa hifdhi, yani madamu sishiki mswahafu, haina neno. Mtu mwingine anaweza kunifungulia mswahafu mimi nikasoma hapo ikiwa mimi sina udhu. Lakini mtu mwenye janaba tumwambia hata kuisoma kwa namna hii ni haramu. Yani mfano mtu mwingine ndo amemfungulia mswahafu, kisha yeye anaangalia, lakini huko anapitisha maneno, anayatamka. Tukisema kusoma yani qiraa, kwa hapa qiraatul Qur'ani maana yake kwa dakika, yani tukiangalia kwa undani sana wanasema ni recitation. Sio kusoma ile ambayo tumezoea kusoma, hata kama kusoma kwa macho, la, recitation. Na recitation ni mtu aitamke ile Qur'ani. Kwa hiyo tukisema ni haramu kusoma Qur'ani, maana yake mtu kuitamka Qur'ani ndio haramu. Mtu kuyatamka yale maneno mpaka aweze kujisikia ndio haramu. Yani lao mfano mtu atakuja afungulie mswahafu, mtu ana janaba akafungulia mswahafu na mtu mwingine, sawa, kisha akawa anapitisha macho hivi kwenye zile sura, haina neno, hakuna haramu pale. Ile haiitwi qiraa kihakika. Waarabu ile hawaiti nini? Hawaiti qiraa. Kwa hiyo tujue kuwa qiraa
kusoma Qur'ani, kuitamka Qur'ani ndio haramu. Kuitamka Qur'ani ndio nini? Ndio haramu. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqra'ul junubu wala alhaidhu shay'an min alqur'ani, asisome mwenye janaba wala mwenye hedhi kitu katika Qur'ani. Imekuja katika hadithi, mtu mwenye janaba hafai kusoma Qur'ani. Na kama tulivyosema, kusoma maana yake ni kuitamka. Lao atasoma, yani itakuwa kimoyo tu bila kutamka, bila kuitamka na kutoa sauti, basi pale si nini? Si haramu. Sawa. Na hapa tukisema kusoma Qur'ani ni haramu, yani akisoma Qur'ani kwa kuikusudia Qur'ani. Lau akisoma mfano ni dhikri, amepanda gari akasema subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, pale amekusudia ni dua ama dhikri ya kupanda kipando. Amesoma kwa ajili tu ya dua, yeye amesema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ile ni aya katika Qur'ani, lakini hajakusudia aya katika Qur'ani. Amekusudia nini? Dua. Ama amekusudia kuna aya fulani, sura fulani waambiwa ni kinga, akasoma kwa ajili ni kinga. Kwa hivyo yeye hajasoma kwa ni Qur'ani, amesoma ni kwa ajili hii ni kinga. Basi hizi zote hazina wasiwasi, si haramu. Kwa hiyo mtu akiwa atasoma ni aya fulani, ni sura fulani katika Qur'ani kwa lengo la kuwa ni kinga, manake si ati anasoma kwa ni Qur'ani, anasoma kwa lengo la kuwa ni dua, anasoma kwa lengo la kuwa ni adhkari, pale si haramu hata kama atatoa sauti. Lakini kama tunavyosema, asipokusudia nini? Asipokusudia Qur'ani ndio itakuwa ni halali. Naam. Ama ikiwa atakusudia Qur'ani, basi moja kwa moja itakuwa ni haramu. Huyu ni mwenye janaba. Naam. Kisha kuna mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi. Sasa kuna mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi, tutataja labda mawili matatu kwa sababu hatutaweza kuimaliza yote, kidogo maelezo ni marefu. Kwa hiyo tutataja mawili matatu, kisha mengine tutamaliza inshallah katika darasa itakayokuja. Naam. Mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi ni kama haya yalo haramu kwa mwenye janaba. Haya mambo sita ambayo ni haramu kwa mwenye janaba pia ni haramu kwa mwenye hedhi, na zaidi ya hapo tutaeleza, yani tutaongeza. Kuna mengine yameongezwa kama matano au hata masita, lakini haya sita ambayo tushayatanguliza: kuswali, kutufu al-Kaaba, kushika mswahafu, kubeba mswahafu, kusoma Qur'ani na kubaki msikitini. Haya ni haramu pia kwa mwenye nini? Kwa mwenye hedhi. Haya ni haramu kwa mwenye hedhi. Kusoma Qur'ani, hili ndio jambo labda tuwafaa kulizingatia ama kulizungumzia kwa mwenye hedhi. Jamani, mwanamke mwenye hedhi ni haramu asome Qur'ani kwa kutoa sauti. Yani kama tulivyosema, manake kuitamka ndio haramu. Lakini lao atakuja mtu kakake akamfungulia mswahafu, yeye yule mwanamke akaangalia tu hivi kwa macho, akapitisha kwa macho, ile si haramu. Kwa hiyo mtu lao akasema bwana, mimi naogopa hifadhi yangu itapotea, sijui ni, basi afanye hivi, hii si haramu. Tumeelewana? Manake mara nyingi watu wanauliza, lakini sasa mimi nitaketi siku 7 sijasoma Qur'ani, nitaketi siku 10 sijasoma Qur'ani. Tutakwambia kule kutosoma Qur'ani pale ndio ibada. Jamani, tulipoanza haya madarasa tulitanguliza nafikiri kitu muhimu sana, kuwa sisi ni waja, sisi tunapelekwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hivyo ibada, kitu kuwa ni ibada ni anachotaka Mwenyezi Mungu. Kitu hiyo si ibada ni kile ambacho Mwenyezi Mungu amesema si ibada. Kwa hiyo wakati fulani tumeambiwa usiswali, pale usiseme kuwa mimi nataka kuswali. Tutakwambia sasa wewe utakuwa ufuata nafsi yako, hufuati maamrisho ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hiyo mwanamke wakati huu tutamwambia ni haramu kusoma Qur'ani, lakini asidhani kuwa amepoteza kitu. Yeye maskini kwa ile hamu yake ya kusoma Qur'ani wakati kama huu yuwapata thawabu kwa ajili haisomi. Yani kule kujiepusha kutoka na kusoma Qur'ani, ile ndio ibada kwa mwanamke wakati kama huu. Hili ni jambo lazima sisi tulilahidhi, tulitambue. Kama vile itakuja inshallah katika mlango wa swala, kuna wakati ufai kuswali. Inaweza kuwa wakati ule wewe unatamani kuswali swala aina fulani, utakwambia wakati huu usiswali swala hiyo. Kwa nini bwana siswali? Si swala ni ibada. Tukwambia ndio swala ni ibada, lakini wakati huu swala aina hii sio ibada. Ukiwacha ndio ibada, kuacha ndio wajibu, kuifanya ni haramu. Basi vile vile katika kusoma Qur'an, kwa mwanamke akiwa atafikiria hivi, madada zetu ikiwa watafikiria kwa namna hii kuwa sawa, mimi natamani kusoma Qur'ani lakini Mwenyezi Mungu hapa amenizuia, basi itakuwa kujizuia pale ndio nini? Ndio ibada. Hili ni jambo ambalo tunafaa kulitambua inshallah. Naam. Kwa hivyo yalobakia katika mambo ambayo ni haramu kwa mwanamke inshallah tutayazungumza katika madarasa yatakayokuja. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.